Bana, taarifa za kocha umezipata Kisugu na maneno ambayo anazungumza umeyaona? Kocha yupi? Dimitri Patel. Ya, moja ni kocha Simba ambaye ameshapewa mkataba na ameshaajiriwa, na naamini inshallah leo Jumatatu anaweza akaanza mchaka wa namna ambavyo anaandaa kikosi chake kuelekea katika mashindano mbalimbali ambayo Simba ametukabili mbele. Kwa hiyo ukiniuliza habari za kocha, si mimi tu, wa Tanzania wamepata, wa Afrika Mashariki wanajua, lakini bara zima la Afrika wanajua moja katika timu bora 5 kwenye bara la Afrika zimekwenda kumwajiri mwalimu ambaye sisi tunaamini mwalimu kwamba amejitosheleza kuona namna ambavyo mipango ya Simba inakwenda kutimia, mipango ya Simba inakwenda kukaa sawa. Kwa hiyo kikubwa sisi kama mashabiki wa Simba kuendelea kumpa support ili kuona namna ambavyo malengo yake yanakwenda kufanyaje, yanakwenda kutimia. Kila mtu amekuwa anazungumza yake sasa, kwa maana ya kwamba kocha vigezo vimekuwa tatizo na nini. Pengine kuna watu ambao hawaelewi ni namna gani ambavyo kocha anatakiwa kuwa ama meneja anakuwa vipi. Pengine unaweza kutupitisha hapo Kisugu Mikoi. Kwanza nianze kwa kusema tu jambo dogo sana. Kila tukilala tukiamka mifumo ya football namna uendeshaji inabadilika. Lakini pia niwaambie baadhi ya Watanzania wachache wasofahamu katika hili. Leo unapokwenda kuzungumzia Simba lazima ukubali unakwenda kuzungumzia timu ya 5 kwa ubora katika bara la Afrika. Maana yake katika timu harisi unakwenda kuzungumzia timu kubwa kwenye bara la Afrika. Timu zote kubwa duniani hazina mfumo wa makocha, wameshaachana nao kwenye mifumo ya sasa. Kwa hiyo sisi kama klabu kubwa lazima tutoke sehemu moja tuende sehemu nyingine. Hatuwezi kulala na kuamka kufocus kufikiria maisha yale ambayo muda wote tunafanyaje, tunayoyaishi. Kwanza lazima tuelewe kwa ukubwa wetu Simba, mabadiliko ambayo Simba tunafanya kwenye football hususan katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi kama Simba mambo ya makocha tunaachana nayo, tunakwenda katika mambo ya meneja. Leo hii Manchester United nikikuuliza kocha wake nani, unaweza kunitajia? Mwandishi? Nani kocha wake? Wana meneja, wana kocha. Leo Barcelona kocha wake nani? Naweza mkanambia? Al Ahly wana kocha. Sisi ndio tunakokwenda huko. Simba Sports imekuwa kubwa. Sisi ndio waanzilishi wa mabadiliko ya soka kwenye bara la Afrika. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 1952 wakati huo Sunderland inaalikwa na rais mmoja Ale Selassie, Simba ndio timu ya kwanza na viatu walipofika hapa watu wakaiga. 1965 ligi ya Muungano inaanza, bingwa anakuwa Simba Sports. 2012 wakati huo mwenyekiti mzee wetu Ismail Adenlage, tumeanza mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu ya Simba. Yeye ndio alitengeneza mfumo wa kwanza na kuwatafuta wataalamu 12 kutoka kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam kuona namna ambavyo Simba inaenda katika nini, mabadiliko mfumo wafanyaje wa uendeshaji. Hii story naileta kuonyesha namna ambavyo sisi kama Simba tunachokiamini lazima tuendane na nyakati ambazo tunafanyaje zinazotaka. Vilabu vikubwa vyote duniani, nimesema hapo awali, havina kocha. Vilabu vikubwa vyote vina nini? Vina manager. Nasi tumekwenda huko, tuna manager wetu. Leo mnasema mwalimu ana nini? Ana vyeti, ndio msemo wenu, si ndio? Ukisema vyeti wanakosea. Ana sifa. Simba mechi ya mwisho klabu bingwa barani Afrika tulicheza na nani? Kocha alikuwa nani wa Gabaro? Dimitri Patel. Kwa hiyo mnataka kuniambia kanuni za kafu ziko tofauti? Angalia alosimama pale nani? Alisimama yeye. Na mkitaka video nikupeni waandishi. Shida tabu mnaopata waandishi, baadhi yenu fadhila zimewanunua. Fadhila? Zimewanunua. Baada ya fadhila kuzinunua, hamtaki kusimama kwenye taaluma zenu na kwenye uweredi. Wako waandishi waloko Maleli, jambo mimi najua, apartment wanalipiwa, wasinichokoze. Kina nani hao? Wanalipiwa apartment. Kina nani hao? Lakini niseme sisi kama Simba Sports kupitia mwenyekiti wetu wa bodi mzee wetu Magori, makamu mwenyekiti wa bodi, wajumbe
wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba, rais wa heshima wa klabu ya Simba Mohamed Dewji maarufu Mo, mtendaji mkuu wa Simba Bizubeda Malake CEO wamejiridhisha na wameona kwamba namna ambavyo matakwa ya Simba Mwalimu Pateni atakwenda kutufikisha ambavyo unafanyaje na kufika. Zamani hichi ninachozungumza wanaume wote duniani wamepitia, wote duniani wamepitia. Akipita barabarani mwanamke ambaye wewe ulotupa karata zako ukashindwa kuchanga karata zako vizuri, akaenda mdogo wangu Nazareth Upete akachanga karata zake akafaulu, kinachokuja wewe ni kwenda kumkandia yule mwanamke. Hapo na maana gani hapo? Kama kuna kitu unalenga. Na watu walitupa karata. Simba haijawahi kuferi kwenye walimu. Isipokuwa tulichofanya sisi, tumekwenda kufanya mabadiliko ya namna ambavyo walimu wanatajika wawe namna gani kwenye timu. Moja wana Simba tulichokubaliana, tuwatafute walimu ambao hawajafanya makubwa sana kwenye bara la Afrika, waje kupambania Simba kiasi kwamba waje kutengeneza vizuri zaidi Simba Sports. Rekodi zenu waandishi kama ziko sawa sawa, wewe una hamu nitakwambia nani analipiwa apartment, usio na hofu. Mimi ndo Kisugu bwana. Mimi bahati sky na jambo nasema. Wewe Nije nigendishi. Tumemleta mwalimu hapa Van Block. Jina maarufu alikuwa anaitwa nani? Kishingo. Alikuja akafanya makubwa. Simba tukaamini kwamba tumchukue mwalimu mkubwa zaidi. Tukamleta Benchika. Kwa bahati mbaya Benchika kuja kufanya vizuri. Leo kihistoria, rudieni ukweli. Katika kocha anaonekana bora hivi sasa ndani ya ligi NBC, Fadlu Davis japo ameondoka, si ndio? Bara la Afrika limekwenda kumtambua Fadlu Davis. Wakati tunamchukua kutoka Simba Sports, Fadlu Davis, nani alikuwa anamfahamu? Sisi Simba Sports, Pateni tunamwamini kwa uwezo wake. Na niwaibie siri wachezaji wa Simba Sports, japokuwa sijatumwa katika ili wache niseme, wachezaji wa vivu kazi wanayo. Linakuja kupigwa pila linaitwa B52. inaitwa B52. Kinakuaje kirefu chake? B52. inakuwa vipi hiyo mwamba? Sio Bilhan tena. Hivi vitimu vyenu vya uchwala sijui vinavyokaa vingine sijui mchafukoge, sijui vinakaa Jangwani, sijui vinakaa wapi, waambie waje na madumu ya maji. Lejeta lazima zichemshe. Leo hii ili mkitaka kujua kocha wa Simba ubora wake Pateni, rudieni kwenye mainfluencer wote wa Yanga kwenye peji zao. Mechi ile Simba wanacheza first half, wote wameandika leo Simba watoki, jamaa wanapiga mpira si mchezo. Huyu kocha wao bora wote wameandika. Wote wameandika mpaka mdogo wangu Alishaban Kamwe. Leo kaja Simba anasema yule sio mwalimu. Pateni tunaye na tunatamba naye. Mikoi umezungumzia B52. Pengine inaweza ikawa ndio sababu ambayo inawafanya, maana kuna taarifa zinasemekana ya kwamba mnaama kutoka dimba la Benjamin William Mkapa na mnaelekea JKT kwenye dimba ambalo mnahitaja wa kwamba huu ndio huenda ndio ukao uwanja wenu wa nyumbani. Ndio sababu mnataka kwenda kuionyesha pale B52 kwenye dimba la JKT. Moja kwenda pale kwanza kwa sababu kwamba ubora wa uwanja. Na sisi tunaamini aina mifumo ya mwalimu yetu mchaka anaofundisha, kwa sababu moja katika viwanja vikubwa katika vipimo ni Meja Samuro. Mchaka. Kwa hiyo moja ya kwenda pale ndio hiyo sababu, lakini ya pili, kwa nini tujazane kiwanja kimoja timu tatu? Maana yake tutakapoamua kwenda kiwanja kimoja kukusanya timu tatu, tunakwenda kuvunja na kuharibu ratiba yote ya nini? Ya ligi.
Waambieni waje. Meja Samuyo. Waje. Kule vurugu hakuna kule. Waje. Wakutane na pattern kule. Leo hamna viti kule mwana. Wamekaa wanajadili wanasema mwalimu ana tattoo. Watu wenye tattoo wote mastaa duniani. Ana Eleni. Nani anamjua David Beckham? Tunamjua. Anao tattoo au hana? Nani alikuwa anamjua Messi? Tunamjua, La Pulga. Anao tattoo au hana? Anazo. Wamba wote duniani wanakuwa na tattoo. Na mimi nafikiria kwenda kuchora tattoo vile vile. Ndugu yako amekutaka usichore bwana. Na mimi nafikiria kwenda kugonga tattoo, lakini niwaambie watu wa football. Leseni hizi kuna namna mbili. Kuna leseni inaitwa UEFA ambayo leseni hii miaka 2-3 nyuma iliyopita au 10 ulikuwa una uwezo wa kufanya kazi kwenye bara lolote kwenye Afrika au kwenye dunia. Lakini kuna kitu kikatengenezwa. Wazungu baada ya kutengeneza ile leseni ukaona uhuru unaweza kufanya kazi kokote. CAF nao kwenye bara la Afrika wakatoa leseni yao inaitwa nini? Pro. Wazungu wakaika kigezo wakiwa na pro huwezi kufanya kazi kwenye nchi zao. Nasi wa Afrika tukaweka kikwazo ili ufundishe mpira kwenye bara letu la Afrika lazima uwe na nini? Pro, CAF Pro. Unasoma wiki 2. Wako walimu hapa sasa wazungumzia wamesoma wiki 2 tena Morogoro. Wamesoma wiki 2 Morogoro. Kwa mwalimu ana vigezo vyote. Na sasa hivi ni kosa la jinai kuitaja Simba ina kocha. Simba na nini? Waandishi hilo jambo likae kwenye midomoni mwenu Meneja wa Simba. Yes. Na wana Simba wasio na wasiwasi atakuwepo kwenye technical bench na atasimamia timu. Naona pengine anaweza kuwa na ahadi ambayo mnaitarajia wana Simba Sports Club. Kila mmoja ukimuuliza mitazamo yake ni kufika katika hatua kubwa ya tournament za kimataifa. Huyu bwana kwa mpira alioonyesha dhidi ya Gaborone United, mnaona kwamba huenda Simba Sports Club msimu huu inaweza kufika katika yale matarajio ambayo mlikuwa mkiyatarajia? Shida waandishi wengi mnajua labda Simba amemuona yule kocha baada ya mechi ya Simba na Gaborone. Ni waibie siri. Katika wale makocha 200 waliotuma CV yeye yule mwamba alikuwemo. Kocha achukuliwi kama unavyokwenda kuchukua kwetu Mkugilo madafu. Hata yule madafu ana utaratibu wake. Lakini wakati anatuma CV iko timu moja vishakunaku nao waliona nao wakatuma maombi yao vishakunaku. Shehe tumepiga ugokoni ujue. Leo sisi ndio mnasema kwa mujibu wa maelezo yenu tuna kocha ambaye hana nini? Hana sifa. Kinachokuumeni nyinyi nini? Watu wanasema kinachowauma kuongozwa na Matola kukaa Cuba. Yeye kukaa bench. Kukaa kule juu. Wanataka waumie nani kati ya wana Simba na nyuma mwiko? Wao inawauma, Simba inapotea. Nani anatakiwa aumie kati ya mashabiki wa Simba na nyuma mwiko? Sisi tunaamini management ya Simba. Tunaamini wameleta kocha bora na inshallah kwa Mwenyezi Mungu malengo ya Simba anakwenda kufanyaje? Ya kutimia. Kabla mwalimu hatujampa contract yake na Simba, kikubwa kilichojiri tumempa matakwa ya Simba, nini tunahitaji mwaka huu kuona namna ambavyo Simba tunakwenda kufanya vizuri kwenye bara la Afrika. Mwalimu ameona, amekubaliana na sisi, amesaini contract na inshallah mwaka huu niliahidi kuzungumza nanyi waandishi wa habari. Simba anakwenda kucheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika. Malalamiko ya majirani zenu umeanza kuyasikia kuhusiana na Baka kufungiwa mechi 5 kwenye faulu ambayo aliicheza ama vile alivyocheza vibaya kupita kwa mchezaji mwenzake. Kwa namna ambavyo unaitazama, wewe unazungumza nini Meiko Kisugu? Kwanza niwapongeze
Kamati ya masaa 72 wamekwenda kusimamia kanuni ambazo tumezitengeneza wadau muda si mrefu, naamini zimeanza kufanya kazi. Mimi najua football ni mchezo wa fair play. Mimi najua football ni mchezo wa kiungwana. Kama kuna mmoja akikiuka taratibu za mchezo wa kiungwana, lazima adhibiwe. Kwa kila kitu ambacho alichokifanya, lazima niwapongeze sana kamati ya masaa 72. Wamekwenda kufanya kazi yao vizuri sana. Football ni fair play. Na mimi naamini endapo wachezaji wasipokwenda kubadilika mwaka huu, 70% tutakwenda kushuhudia baadhi ya wachezaji wakiadhibiwa. Wako baadhi ya wachezaji si vizuri kuwataja jina kwenye maiki mbele ya kamera. Ukiwatizama na ukiwafuatilia, hawapaswi kucheza michezo mitatu bila kuadhibiwa kwenye nchi. Walifumbiwa macho hawa, walichekewa sana. Lakini nimpongeze Mheshimiwa Rais Karia. Hapo nyuma kama mtakumbuka, alisema kumefika mahala wache tufume macho, tuziachie kanuni zifanyeje? Zifanye kazi yake. Na leo kweli tunashuhudia kanuni zinaanza kufanya kazi yake. Leo hii ninyi waandishi, wakati tunamsajili Jonathan Soa Black Lion, mlisema Jonathan Soa ana nini? Nidhamu. Leo kuna mchezaji amehukumiwa, nyie msemi. Kazi yenu kukimbilia tu, kocha Simba ana sifa. Semeni haya. Jonathan Soa yupo, amecheza ligi hajaadhibiwa. Wako wachezaji mechi ya kwanza wamekwenda kufanyaje? Kuadhibiwa. Ninyi waandishi mnasema au kwa sababu mnalipiwa apartment, au kwa sababu mnanunuliwa laptop, au kwa sababu mnanunuliwa simu za mkononi? Niwataje? Mbona naona hapa viloo vinapiga piga. Rudini kwenye uweredi waandishi. Baadhi yenu sote. Chapesa hamupo. Kanjenjele naona mpiga pressure ba. Mimi najua nyinyi uweredi. Kuna muda tuusaidie mpira. Moja ya sababu ya kusaidia mpira ni kusema nini? Ukweli kwenye football. Leo kadi nyekundu aliyeipata Jonathan Soa wakati yuko Singida Black Star finali Zanzibar, nendeni mkatafute ile video muiangalie. Nini kilianza? Nani alifanya? Nyamjui. Msinilazimishe waandishi niseme maneno makali. Uandishi ni taaluma ambayo mimi naiheshimu. Taaluma ambayo inaweza kujenga kwa muda mchache na taaluma ambayo inaweza kubomoa kwa muda mchache. Mama yangu Mama Doris aliwahi kunambia, pamoja na rais wa Dodoma Juma Katanga, alinambia Kisugu, kwenye maisha yako kuwa makini sana, fadhila isikununue. Fadhila kununua mwisho unakuwa nani? Tumwa. Huu si nami baada ya kupewa na dada yangu Mama Doris, mama wa DMY. Nanyi waandishi wa habari nawapa, kuweni makini kwenye maisha. Fadhila zisiwanunue. Fadhila kukununua mwisho unakuwa nani? Tumwa. Leo hii waandishi mnajua, juzi Champion League Gaborone na Simba, mwalimu wa Simba alisimama kwenye benchi. Leo ninyi ndio mnachukua maiki zenu mnatuhoji mwalimu wa Simba hana sifa. Nyamjui. Mkondo wa kwanza kusimama kwa sababu kulikuwa sitomfahamu kati yake na timu yake, sio kwa sababu ya sifa. Sasa tukubaliane mwalimu wa Simba hana sifa, ndivyo sivyo? Waandishi tukubaliane hilo. Kama hilo tunakubaliana, basi tukubaliane kuna kanuni za kafu zinaruhusu kama huna sifa unaweza kukaa kwenye benchi. Tukubaliane. Si amekaa Taifa hatukumuona. Nyinyi waandishi hamkumuona. Hakukaa Taifa kwenye benchi la Gaborone. Kama hana sifa tukubaliane, kumbe ziko kanuni za kafu zinaruhusu kama mwalimu huna sifa unaweza kukaa kwenye benchi. Hilo nalo mbali.
mpaka niseme mimi hata darasa 7 sikupata. Waandishi, heshima ya baba ibaki kwa pale pale. Kuwa na nyumba yako, tengeneza gorofa, chinja ng'ombe wako. Wakiwa watoto wako baba utaanza kula nyama, si ndio? Baba yako akija na wewe kama baba kwa wenzio, akija baba yako unaanza kula wewe. Bado sifa baba iko. Kuna muda lazima muheshimu ukubwa wa Simba, waandishi wa habari. Sisi ni klabu ya 5 kwa ubora. Mindset za viongozi wa Simba, mnachofikiria nyinyi waandishi, Simba kupanda kushuka. Wewe sema, mbona kama unapigwa na baridi una nini? Au ndio wale futi kafuti. Semeni. Nyinyi kama mnaamini Simba ina focus kwenye kupanda, kama mchukua mwalimu ana uwezo. Sasa sijui mwaka huu wapi mtaenda kusema. Malengo ya tajiri yanatimia. Yes. Ukiona Simba inachukua nafasi ya kwanza. Yes. Barani Afrika. Focus ya wana Simba wote. Kwa meneja mpya. Tunaheshimu ligi ya NBC, lakini kama maneno Yesu aliposema mimi ndimi njia ya uzima wa kweli. Huwezi kwenda kwa baba ila lazima upite kwake. Nasi tunaamini huwezi kwenda kucheza mashindano ya CAF bila kucheza ligi ya NBC, lakini focus yetu kuna namna ambavyo tunakwenda kushiriki kwenye mashindano ya nini? Champions League. Ubora wa Simba kwenye bara la Afrika tukupata kwenye ligi ya NBC. Focus yetu kuhakikisha tunachukua walimu wenye uwezo mkubwa wa kutupelekea katika sehemu ambapo tunataka katika mashindano yanayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika. Sasa semeni kuna mwalimu kaondoka kimya kimya, wewe hujui? Nikupe ushahidi, wewe hujui? Ushahidi mimi sijui. Sisi tunasemaje wakati bado haijatoka taarifa kwa umma? Mwalimu kwa South Africa. Kuna familia yake. Ameondoka. Begi kabeba jezi tu. Kabeba jezi design hizi. Jezi iliyotoka Januari na Februari zote Siko na familia yake. Mzee wa Mokoto ananipigia simu. Kisugu na kuwekea vocha ili usiseme, nasema. Yaani mimi siseme kwa vocha yako shilingi 5,000. Eti nisiseme kama mwalimu wa Yanga kaondoka. Na kigezo amewaambia kama mimi mnihitaji niko tayari. Angalieni mkataba unasemaje? Mkataba unatakiwa Mwamba achukue milioni 600 mpeni. Tepata wapi na ngoma imedoda hii? Yanga analipa. Ngoma imedoda unapata wapi hela je? Ngoma imedoda unapata wapi? 6 kwa GSM kaka. Wazalamu wana msemo mmoja, wanasema dibia dizia. Ukitakamana nenda Msanga Ngungele Pangala Chaba Mwingereza katafuta wazalamu kawaulize. Mimi sitakwambia kwenye kamera. Kwa hiyo niwashukuru sana waandishi wa habari na niwapongeze sana mashabiki wa Simba. Tumempokea vizuri mwalimu wa Simba na nimwambie yuko kwenye mikono salama. Mashabiki tuko tayari kumsupport, wanachama tuko tayari kumsupport ili kuhakikisha malengo mwalimu anakwenda kufanyaje? Kwenda kutimia. Shukrani sana. Asante.